Nilikuwa tu nimemleta da aje kuona kile ambacho tunakifanya. Wala haikuwa na issue kubwa. Tulikuwa nafanya anniversary na Yes. Nilikuwa na show yangu moja ambayo nilifanya special ambayo ni perform saa nzima, nilimuita, na nyingine ilikuwa ni anniversary ya watu baki, tulikuwa natimiza kama miaka 3 kama sikosei. Alikuwepo, kwa hiyo hivyo nilimwalika tu aje kuona kwamba bwana nikwambia dada tunachekesha, sio kwamba pengine tunafanya vituko, uje uone watu ambao wanahudhuria. Kwa nadhani alijionea kwa sababu kulikuwa na naibu waziri wa sanaa, mwana FA, mtu wa pili mkuu wa wilaya, viongozi mbalimbali. Kwa hiyo yeye mwenyewe alikuwa excited kuona kwamba hii issue nilikuwa naichukulia kawaida, lakini nimekuja kuona watu ambao wanakuja kwenye show sio wanyonge yani. Kwa hiyo ali appreciate sana. Kabla ile baba ashoe kufika Dar es Salaam? Aliwahi. Baba kontawa kabisa yule baharia ndugu yangu. Miaka hiyo Dar es Salaam inaitwa Mzizima, sijui inaitwaje. Ni muni wa zamani na yeye. Friend, tunaongea kawaida sana kwa sababu yeye bado ana ujana pia, sio mzee. Kwa tunaongea maisha tu ya kawaida, kauli zetu za kawaida. Kwa hiyo ni kama baharia tu hivi, anaweza kaongea nikamjibu, nikamuuliza kanijibu. Hivyo yani ni normal, sio kwamba eti ni wale wazee wa kuogopa. Hamna, yeye ni mshoa wa kawaida. Ulipokuwa anakuja huko Dar es Salaam, ulimueleza kwamba kuna kitu fulani ambacho kuna anniversary au alikuwa kama surprise tu kutokea kile kitu ambacho? Nilimwalika kwamba aje kwenye show. Kwa alikuwa anajua anakuja kuangalia show. Ila yeye kutegemea watu waliowaona kwenye show sasa, kwa sababu alikuwa excited sana. Yaani ni watu smart, wanajitambua na kazi zao. Yaani yeye mwenyewe yeye alifikiria pengine tunapochekesha ni kawaida, kwa sababu alikuwa hajui kama tunafanya stand up comedy. Yeye alijua tunachekesha tu kama ambavyo inafahamikaga huko vijijini kwamba ukiwa unachekesha sio utapaka masisi nini hivyo. Lakini vipi, kuna siku yote ambayo kabla hujapanda kwenye show unampigiaga baba hivi kumwambia baba naenda kufanya kitu fulani, ama inakuwa kwaje? Hapana, nisidanganye ndugu yangu. Mimi show najipandiaga tu. Nilikuwa simpigii mshua wala mtu yeyote wa karibu. Mimi nafanyaga show ikiisha basi kesho ndo tutaongea nao. Samia Celebrities, watu labda wanaweza kujiuliza Kipotoshi na mpira wapi na wapi? Sasa hilo ni kosa ambalo waandishi wengi wanaifanyaga, na isiki pengine wachekeshaji au wasanii hawana fani zingine. Wengi wanajua mpira sana, wasanii wengi mno. Kwa hiyo mimi personally napenda mpira. Na ni shabiki wa Mbeya City na ni shabiki wa Liverpool. Hapo najua kucheza vile vile. Mimi nimekulia Kyela vijijini, kwa hiyo sisi kule ulikuwa huna namna kukwepa mpira. Yes. Kwa hiyo niko vizuri kwenye mpira, niko vizuri, na mwaka jana pia nilishiriki ya mashindano ya Samia Cup. Niliingiza timu yetu mimi Ndalo na Ozu. Ingawa tulitolewa hatua za makundi. Kwa nini